Benki ya kimataifa JP Morgan Chase inaendelea kukumbwa na presha kufuatia kesi nzito ya kisheria iliyofunguliwa na mfanyakazi wake wa zamani Chirao Rana, mwanaume mwenye umri wa miaka 35, dhidi ya mtendaji mwandamizi mwanadada Rona Hadin. Katika mfululizo wa madai ya kushtua ya unyanyasaji wa kingono, kesi hiyo inaeleza kuwa mwanadada Hadin mwenye umri wa miaka 37 alimlenga mfanyakazi wa kiume wa ngazi ya chini aliyejiunga na kampuni hiyo mwezi Machi mwaka 2024. Madai hayo yaliyochapishwa kwa mara kwanza na Daily Mail yakieleza kuwa kulikuwa na tabia isiyofaa, ikiwemo majaribio ya mara kwa mara ya kingono, vitisho na matamshi ya kibaguzi. Malalamiko yanaeleza kuwa Hadini alitumia nafasi yake kazini kumtisha na kumdhibiti mfanyakazi huyo. Unyanyasaji ulianza baada ya mfanyakazi huyo kujiunga kama makamu wa rais mwandamizi, yani Senior Vice President and Director. Inadaiwa Hadini alianza kumfanyia vitendo visivyotakiwa mara kadhaa. Alimlazimisha kushiriki vitendo vya kingono bila ridhaa. Kwa mujibu wa The New York Post, Rana anadai kuwa alikumbana na jaribio la kushambuliwa kingono, alilazimishwa kushiriki vitendo vya kingono bila ridhaa, yani alishinikizwa kwa mtumwa wa kingono na bosi wake huyo wa kike. Alitishwa kuharibiwa maisha na kazi yake ikiwa asingetimiza haja za mwanamke huyo, yani kukutana kimwili kila alipohitaji. Alitukanwa kwa lugha za kibaguzi yeye pamoja na mke wake. Inadaiwa kuwa pia mwezi Septemba mwaka 2024 alimkosoa kwa kushindwa kuleta biashara ya kutosha na kumtishia madhara kazini iwapo angekataa mahitaji yake. Mbali na unyanyasaji wa kingono, kesi hiyo pia ina madai ya lugha ya kibaguzi. Inadaiwa kuwa alimuita kwa majina kama My Little Arab Boy na My Little Brown Boy. Taarifa zinaeleza kuwa madai haya yamewasilishwa rasmi mahakamani, hatua inayomaanisha mgogoro huu sasa uko kwenye mfumo wa kisheria. Kwa upande wake, benki ya JP Morgan Chase imesema ilifanya uchunguzi wa ndani mara tu baada ya madai kuibuka, na matukio yake yalionyesha kuwa hakukuwa na ushahidi wa kuthibitisha madai hayo. Mlalamikaji hakushirikiana kikamilifu kwenye uchunguzi na hakuwasilisha ushahidi muhimu wa kimsingi. Benki hiyo imesisitiza kuwa inachukuliwa kwa uzito mkubwa tuhuma za aina hii, lakini lazima ziungwe mkono na ushahidi. Inaelezwa kuwa Rona Hadin, mwanadada huyo, ameifunga au kuifuta akaunti yake ya LinkedIn kufuatia mjadala mkubwa mitandaoni. Kupitia taarifa iliyotolewa na The New York Post, upande wake umekanusha vikali tuhuma hizo, ukisema hajawahi kushiriki vitendo visivyofaa na hajawahi hata kufika eneo linalodaiwa kutokea tukio la unyanyasaji. Tofauti na kesi nyingi za aina hii, imeelezwa kuwa Rana hakuwa mfanyakazi wa chini ya Hadin, bali alikuwa mfanyakazi wenza ndani ya timu ya Leverage Finance. Wachambuzi wa masuala ya kazi wanasema ukosefu wa uhusiano wa moja kwa moja na mamlaka unaweza kuathiri uzito wa baadhi ya madai ya kulazimishwa. Hata hivyo, unyanyasaji wa kingono unaweza kutokea hata bila uhusiano wa bosi na mfanyakazi. Watu karibu wa Rona Hadin wamedai kuwa kesi hiyo ni ya kutungwa na inalenga kuchafua sifa yake kitaaluma. Baada ya taarifa hii kusambaa, imekuwa na mapokezi tofauti, hasa kwa vijana wa kiume wengi ambao wanaona ilikuwa ni kama fursa kwa urembo wa bosi na jambo ambalo anadaiwa kumfanyia mfanyakazi wake licha kuwa ni baya.